KTN Isiolo. Naam, kwingineko ni kwamba ni miaka 6 sasa tangu kuaga dunia kwa rais wa pili wa taifa hili mzee Daniel Toroitich Arap Moi. Rais ambaye wengi wanamkumbuka kwa uongozi wake wa miaka 24 ulioboresha elimu na kilimo na kuimarisha umoja wa kitaifa. Ni katika utawala wake ambapo Kenya ilianzisha mpango wa maziwa ya Nyayo, elimu ya bure na kupanua shule na vyuo vikuu nchini. Aliongoza mageuzi ya mfumo wa elimu hadi 844 na akahimiza pia mshikamano kupitia falsafa ya Nyayo: amani, uwezo na maendeleo. Moi pia aliongoza taifa kupitia changamoto kubwa, akinusurika jaribio la mapinduzi la mwaka 1982 na baadaye kuongoza Kenya katika mpito wa siasa za vyama vingi. Leo, miaka 6 baadaye, tunakuletea taarifa kuhusu Daniel Toroitich Arap Moi. Wakapata elimu, watu wakachanuka kuanzia wakati huo. Kwa hivyo Moi tunamkumbuka kama shujaa. Ya kwanza kabisa ni maziwa ya Nyayo, tulisherehekea kabisa, na tungeomba tu Mungu aendelee kumlaza pahali pema. Na alikuwa si mtu wa mchezo. Mwalimu akifanya mchezo angemuondoa mapema kuliko wakati ya saa hii ambapo mwalimu anafanya tu mchezo, hata naenda na lewa, hakuna kitu anafanywa. Mahospitali mingi kama ya Kiambu kwingine alijenga Nyayo ward. Ulisisikia? Hata Kiambu hospitali ukienda utapata Nyayo ward. Ya pili, ya tatu, mimi ni mfanyikazi wa jua kali. Mahali nafanya kazi, hata hiyo jua kali inaitwa Nyayo Engineering Works. Tuko sawa eh? Alafu kule kuku wa choo, hoteli, maji, stima za kuchoma. Alipea watu mashini za kuchoma free. Haya, kiwaja ile akaambia watu miaka yoyote nimefanya kulipia nyinyi ardhi na title nimeenda naye, saki mtu aje kuuza shamba. Tuko sawa? Alafu watu hata saa hii wanaendelea na kazi. Naam, kwingineko watoto na